Biashara ya pweza Njombe. Wana Njombe wamepokeaje? Kwa jina naitwa Samuel Joseph Muhule. Kwa biashara ya pweza Njombe watu wametikia vizuri, kwa sababu ni vitu ambavyo Njombe havipo. Toka tumeiweka sasa tumeanza wiki ya pili, na mwitikio sio mbaya sana, watu wanakuja. Kuna wale wageni kabisa ambao wanajifunza kuvitumia, kwa sababu tumekuja na wataalamu kutoka Dar es Salaam ambao wenzetu ni wataalamu zaidi kuliko sisi watu wa Njombe. Unaona? Kwa hiyo mwitikio sio mbaya sana. Watu wanakuja, watu wanapata wanachokihitaji, watu wanafurahia. Wazo lilikujaje la kuuza pweza Njombe? Mara nyingi tulikuwa tukienda Dar es Salaam ndio tunakutana na vitu kama hivi. Sasa tukatamani mkoani hapa, kwa nini siwe? Kwa sababu tayari Njombe tayari ni mkoa mkubwa, kuna watu mbalimbali. Kuna watu makabila mbalimbali. Kwa hiyo tukaona ngoja tuwasogezee na huduma, tuone kama wataitikia. Lakini tunamshukuru Mungu, naona wameitikia, si mbaya sana. Ingawa sio kwa 100%, lakini si mbaya sana. Unaweza kutuambia kwa rika ni watu wa aina gani ambao sasa wamekuwa wapenzi sana wa pweza kwa Njombe? Pweza ni samaki kama samaki wengine, na walaji wa pweza ni rika zote. Wakina mama wanakula, wakina baba wanakula, wazee wanakula, vijana wanakula. Haina madhara yote kwa kijana, kwa mtoto. Wanatumia na hazina shida yote. Vipi kuhusu bei? Ni zile ambazo wamezoea kuzipata Dar es Salaam au kwa huku bei ni tofauti? Bei ni zile zile kama za Dar es Salaam tu. Ni zile zile kama za Dar es Salaam. Na wengi wanafurahia kwa sababu mzigo unakuwa hujalala. Na maana unaingia asubuhi, unatengenezwa jioni, watu wanapata jioni, kitu ambacho ni kizuri zaidi. Kuna faida gani kula pweza? Sasa kwa faida kwa sasa hatuwezi kuzungumzia kwa sababu ndio tumeianza. Kujua faida mapema hivi, nataka kwanza watu wazoee, wajue nini pweza, wajue watu wa pwani wanafaidi kiasi gani. Umeona? Wajue kwanza, ukishajua faida ya pweza nadhani wengi. Tukiacha na mambo mengine, watu wengine na mawazo tofauti tofauti, mwingine anajua na kunywa pweza labda kwa mawazo fulani, mwingine kwa mawazo fulani. Lakini kwa uzoefu wangu mimi na kwa jinsi ninavyoelewa mimi, kile kidogo ambacho nakielewa mimi, kwamba kwa sababu Njombe kwanza mji wetu ni wa baridi kidogo. Kwa mtu akipata pale pweza, akapata na kacholi kidogo, pweza akapata na kapilipili fulani, mwili unachangamka, unapata joto la kutosha vizuri kabisa bila shida yoyote. Bidhaa nyingine ambazo unaziuza sambamba na pweza ni bidhaa gani? Hapa nauza pweza, nauza ngisi, nauza plonsi, nauza dagaa. Wote ni wabichi. Unaona, tunafunga mzigo jioni, unaingia asubuhi. Tunatengeneza ikishafika saa 10 tunaanza kutengeneza. Unatumika kuanzia saa 12 jioni. Unawaambia nini sasa wanaokutazama, wanaokusikiliza kuhusiana na huduma hii? Mimi nawakaribisha sana, kwa sababu ni huduma ambayo tumeianzisha Njombe. Mimi nawakaribisha sana. Usisikie tu mtu anakuambia njoo jionee mwenyewe, njoo uonje mwenyewe ladha, uiangalie ladha ikoje. Test je, ile test na maji mengi au haina maji mengi. Wao watakuwa waongeaji, sio mimi tena. Na tangu umeanza biashara hii, kuna maoni gani ambayo unapokea kutoka kwa walaji ambao pia tunaamini kwamba wamekuwa wazoefu, wamekuwa wa kila maeneo mengine? Wengi wanafurahia kwa sababu sisi hatuweki maji mengi. Mtu anapata test ile ile. Kwa mtu akipata test nzuri, atamwalika na rafiki yake, ataalika na ndugu mwingine. Kwa hiyo mwisho wa siku watu wanapata kitu kizuri. Kwa ufupi sana, mko maeneo gani kwa Njombe? Njombe tuko Chaugingi. Ni hapa ni Njombe mjini hapa Chaugingi. Ni mkabala na njia panda Magereza. Shukrani sana. Karibu sana. Fresh. Mimi naitwa Mchungaji Mgaya, ninafanya kazi ya kanisa la FPCT Kambarage. Na mimi tuseme nimeiga tu mkumbo, nimeona kwa sababu anakula, lakini pia nilisikia kwenye radio BBC kwamba ina faida kubwa sana katika mwili wa binadamu. Kwa hiyo pia nimefika hapa na mimi nimekuja kujaribu kuanza kushiriki pia kula.
Nilisikiliza tu kwenye BBC lakini sikumbuki walisema faida zipi na zipi. Niliwahi kula. Ndiyo. Ni nyama nzuri sana pweza. Tofauti na nyama nyingine zozote ambazo nimewahi kula. Kwa hiyo nikila pweza huwa najisikia raha sana. Tunapoangalia hapa asilimia kubwa ni wanaume wanaokula. Hakuna wanawake kwa asilimia kubwa. Hii ni maana yake nini? Kwa kweli katika pita zangu nilipokuwa nakula kwenye vijio mbalimbali, nilibahatika kumuona mwanamke mmoja tu ambaye anakula. Na akasema nimeamua kula tu, lakini wanawake naona wengi hawapendelei pweza kulingana na maumbile walivyo. Na kuna mara moja nimpelekea mke wangu, alishindwa kula kabisa, akasema mbona umeniletea kama nyama ya kinyonga, sio kinyonga nini, akashindwa kula. Bila shaka nyama samaki pia wana protini ya kutosha, lakini pia wana kitu kinaitwa omega 3. Ndio. Inasaidia kukuza ubongo kwa haraka. Ndio. Wengi wanaopasa wanawake awali unawashauri nini ukiwa na mchungaji? Mimi nawashauri wote wajaribu kula. Maana nijaribu kupeleka kwa watoto na watoto wangu pia wanakula, wanafurahia. Kwa hiyo na wanawake pia nawashauri wale tu, haina shida, haina madhara yote ile. Nakushukuru sana. Asante. Hapa. Kwa siku unakula mara ngapi? Sijawahi kula. Nakula hapa. Na kwa nini umeamua kula mnofu ya aina hii? Nini kinakuvutia? Najaribisha. Ina umuhimu gani? Si protini. Wengine wanasema ni dawa. Wewe maoni yako? Sina uhakika. Kwa hiyo uanzake hapa. Sawa. Pweza ni mtamu sana sana. Na washauri tu kwamba pweza sio kwamba ni kwa ajili ya wanaume tu, hata wanawake wanaweza kuja kunywa wakaenjoy. Yaani kwamba sio kama ni chakula special kwa ajili ya wanaume, hapana, hata wanawake wanaweza kula. Kwa mfano kama mimi mume wangu amekubali kabisa kwamba nitumie pweza kwa sababu ni chakula kama vyakula vingine. Unaelewa? Umejifunzia wapi? Yaani of course nimejifunzia sehemu nyingi, nimekula labda Dar es Salaam wapi, lakini hata hapa Njombe pweza pia kwa sababu anakuwa wa moto, mzuri, unakula unaenjoy. Kwanza analeta joto mwilini. Unaelewa? Kuna vitu vingi. Kwa hiyo na washauri watu wa mkoa wa Njombe waje wapate pweza hapa. Wale pweza. Pweza ni mtamu. Baada ya kusikia huduma hii inapatikana Njombe, binafsi ulijisikiaje? Nilijisikia vizuri sana of course. Nilipogundua kwamba huduma inapatikana hivi nikajisikia vizuri, watu wa Njombe wamjue pweza. Kwamba pweza anapatikana Tanzania hapa na yupo mpaka Njombe sasa amefika. Unazungumziaje huduma zao kwa Njombe ukilinganisha na Dar es Salaam? Yaani kwa kweli kwa Njombe huduma zao ziko vizuri sana. Sana, nimefika, nimepokelewa vizuri. Yaani nimefanywa maandalizi mazuri mpaka mwenyewe nimeenjoy kwa kweli. Na unakula na nini? Nakula pweza, kuna dagaa, nakula chochote kile, kachori ziko hapa. Kila kitafuno kinachopatikana kiko hapa. Wanawake wa Njombe ungependa kuambia nini? Maana tunaona mwito. Nawaambia waje wale pweza. Pweza ni mzuri kwa kweli jamani, ni mtamu. Tofauti na supu ya ng'ombe ambayo wakati mwingine inaongeza mafuta, yani cholesterol mwilini, lakini pweza hana cholesterol, ni white meat. Biashara ni nzuri. Na watu wamepokeaje? Wamefurahi. Tuambie kuna faida gani ya kula pweza? Inasafisha mirija ya damu. Inasafisha mirija ya damu. Labda kuna magonjwa yote ambayo inatibu? Hamna. Sawa. Unapata wateja wa aina gani kwa mkoa wa Njombe? Wateja wa aina mbalimbali. Vijana, wanawake, labda wazee? Wote wanapatikana. Sawa. Na unapatikana hapa kuanzia saa ngapi labda kwa wateja wako wanaokutazama? Mpaka saa ngapi? Mpaka saa 4 usiku. Tukumbushe majina yako, wewe unaitwa nani na umetokea kwa gani? Mimi naitwa Zani Juma Kilambo, nimetokea Iringa mjini.